Ninamshukuru Mungu sana ambaye amenipa neema kama lilivyo jina la mtu mkuu sana tunayesherehekea maisha yake leo kuwa hapa leo. Ninaelekeza macho yangu kwa kaka yangu. Yeye ni kaka yangu, injinia na mchungaji Ray Sengenge. Pole sana. Pole Isai, pole Sam, pole Recho. Pole familia yote, kina Sayuni, kina Florence, dada Kay, poleni sana. Tulipokea kwa mshtuko na kwa masikitiko sana kama binadamu tuliposikia habari ya kuondoka kwa mtumishi wa Mungu huyu. Binafsi sikuweza, ilibidi niachwe kwanza, alafu nirudiwe baadaye kuambiwa hata kama huwezi ni ukweli na inabidi uipokee taarifa hii. Na ninapotaka kusema mambo ya kuadhimisha maisha ya Neema mchungaji, ninaomba nisome andiko. Sitatumia muda mwingi sana, naangalia na saa ili nikiona muda nilioambiwa nimepewa umefika, hata kama yatakuwa yamebaki mengine nitayaacha, lakini nasikia nitangulize salamu zangu kwa andiko kutoka Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 29 na mstari wa 15. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 29 na mstari wa 15. Ndivyo nilivyoguswa moyoni mwangu baada ya kusikia hizi habari, na nikamwelekea Mungu na kuyakumbuka maandiko yanavyosema katika mstari wa 15, kwani sisi tu wageni mbele zako na wasafiri, kama walivyokuwa baba zetu wote, ni kama kivuli siku zetu duniani, wala taraji ya kukaa hapana. Mungu atusaidie waombolezaji wote kutafakari kweli hii ya kibibilia kwamba hatuna mahali pa kukaa sana hapa. Kuondoka kwa dada yangu Neema kumenifanya nilitazame andiko hili kwa upya na kuliona halisi sana. Ninaitwa mchungaji Faraja Hamuli. Kwa neema ya Mungu ni mkurugenzi mkuu wa idara ya WWK kanisa la TAG. Niseme mambo yafuatayo, imebidi niyaandike ili nisitawanyike sana na kutumia muda mwingi. Kwanza, nilimfahamu dada yangu Neema zaidi ya miaka 25 iliyopita. Nilimfahamu kabla sijawa kiongozi mkuu wa idara hii, nikiwa mwanamke tu wa WWK, na nilimfahamu kama kiongozi shupavu. Alikuwa mtunza hazina mkuu wa idara ya WWK chini ya uongozi wa aliyekuwa mkurugenzi mama yetu Lydia Materu, na niseme ametuma salamu nyingi. Alitamani kuwepo leo, alifahamu baadaye kwamba kutakuwa na ibada hii, lakini amejipanga kuwepo kesho, lakini ametuma salamu nyingi. Na nilimfahamu akifundisha kwenye mikutano mikuu ya wanawake, na nirejee walilosema wengine kwamba alikuwa mtoaji sana, lakini alifundisha utoaji. Na mimi nikiwa mwanamke wa kawaida, si kiongozi, alinifundisha utoaji. Ninakumbuka somo lake moja, alikuwa na noti 2. Moja ilikuwa noti yenye thamani ile ile kama nyingine, lakini moja ilikuwa imechakaa sana, na alituonyesha kwenye mkutano mkuu. Na moja ilikuwa mpya sana, na akasema hata kama hiki ndicho kiwango cha pesa unayoshuhudiwa ni sadaka nzuri ya kumtolea Mungu, usimtolee Mungu noti iliyochakaa. Akaikataa ile, akatuambia, akatupa ile mpya, akasema chagua, tafuta, weka heshima kwenye utoaji wako. Mungu amekataa tusimtolee kilema. Kwa hiyo si tu kiwango unachotoa kiwe cha heshima, lakini hata ile sadaka yako iwe ya heshima. Sijawahi kusahau
nilibadilika tangu hapo na ameathiri maisha yangu. Nikitaka kutoa hata kama bili ni ya thamani ile ile, katika zote nilizonazo lazima nichague ambayo iko vizuri, na ninamkumbuka Mama Neema Seng'enge. Lakini katika habari yake ya kutoa, niseme alichosema makamu wangu kwamba hakuna mahali mtaenda na asiwaonyeshe kielelezo cha kutoa. Tukienda hata kutembelea mikoani, majimboni, tukaenda kwenye kanisa fulani la TAG, atasema hatuwezi kutoka nyumbani mwa Mungu bila kutoa sadaka. Kwa hiyo hata kama sio siku ya ibada, atamwambia mwenyeji lete kikapu tutoe sadaka. Nikiwa sijui mwaka huu atasafiri, nilitembelea Magu na nilienda kuona kanisa letu la Magu, sio siku ya ibada. Tulipokuwa tukiondoka, nilimuomba mchungaji lete chombo cha sadaka. Nilikuwa na mume wangu na tuliweka sadaka. Wananishangaa, leo sio ibada, na tulipotoka niliwashuhudia. Nilifundishwa na Mama Neema Seng'enge kwamba ukiingia kwenye kanisa usitoke bila kutoa sadaka. Maisha yake yanasema bado. Lakini kitu kingine cha utoaji, nilipokuja kuwa kiongozi, tunaenda mahali na kuna mtu amefanya huduma fulani, halafu tunapomaliza anataka kumshukuru kwa pesa. Wakati huo mimi bado ni mgeni katika kukaa naye. Pesa ambayo angeitoa kumpa huyo mtu, huyo MC wa leo amenifurahisha sana, anajua kuchekesha. Wacha na mimi nichekeshe kidogo. Akiitoa na unasema angenipa hiyo, alafu mimi nichukue iliyoko kwenye pochi yangu, ndio nimshukuru yule mtu kwa huduma aliyotoa, kwa sababu unahisi anashukuru kwa ukubwa sana kuliko huduma iliyotolewa. Mungu atusaidie sana kuyaishi maisha yake zile tunu. Nimetaka kusema hivi, dada Neema alianza uongozi wake kama mhazini mkuu wa WWK mwaka 1992. Na mwaka 2008 ndipo mimi nilijiunga na ofisi ya WWK kama mkurugenzi mkuu. Na mwaka 2015 aliteuliwa kuwa makamu mkurugenzi mkuu wa idara hii ya WWK, nikiendelea kutumika pamoja naye. Mwaka 2018 aliteuliwa kuwa mtunza hazina wa East Africa Assemblies of God Alliance Women Commission, na mimi nikiwa nimeteuliwa kuwa mwenyekiti. Mungu alinipa neema ya kutumika naye katika viwango hivyo vyote. Mwaka 2019, kwa heshima sana, kwa unyenyekevu mkuu, kwa kusihi sana, aliomba kwa hiari yake kuacha uongozi kitaifa ili kuwapa nafasi watu wengine watumike. Nina vitu vichache ninavyotaka kusema kwa kuwa nimepata neema ya kutumika pamoja naye. Cha kwanza ni commitment yake. Alijitoa sana sana kwa kazi ya Mungu. Alifanya zaidi ya mwongozo, alifanya zaidi ya katiba, alifanya zaidi. Ndicho kitu ninachokumbuka. Ukitaka kujua alifanya zaidi, alikuwa ni kiongozi wa wanawake, lakini alikuwa anajua vipawa na uwezo ulioko ndani ya mume wake. Japokuwa mume wake sio mwanamke, lakini alimtoa na mume wake aje atumike kwenye WWK ili huduma iwe kubwa. Nikiwa mkurugenzi mgeni sana, ninakumbuka mwaka 2013, nikiwa na mwaka wa 4 kwenye uongozi, tukiwa UDOM kwenye mkutano mkuu na umeme ulikatika katika lile jengo, kukawa giza kubwa, kitu ambacho hakijawahi kufanyika. Nakumbuka kukuona Engineer Ray. Wakati ule tulihitaji mwanaume, wakati ule tulihitaji bouncer, wakati ule tulihitaji mtu anayeweza kushughulikia mambo ya logistics na mawasiliano mengine ili tusaidiwe, lile giza liondoke na mkutano mkuu uendelee. Dada Neema alikuja na mume wake na Engineer Ray alikuwepo kutusaidia. Leo ninapomshukuru Mungu kwa ajili ya maisha ya Neema, ninapata fursa ya kukushukuru Engineer Ray. Commitment. Ametuachia mfano wa kutumika na waume zetu. Ubora wa kazi umeshaongelewa. Hakuwa anapenda vitu vinyonge. Alijua Mungu ni mkuu mwenye sifa zote na anastahili kutumikiwa kwa viwango vya juu. Kwa hiyo kila kitu
tulichokuwa tukipanga kufanya, alishauri na kusimamia ili kifanyike kwa ubora. Jambo jingine, uaminifu wake. Alikuwa mtunza fedha kwa muda mrefu sana, na alikuwa anaandika kila kitu, na alikuwa anaweza kutoa taarifa ya wazi sana kuhusu fedha. Mungu ambariki kwa maisha aliyoishi, nasi tujifunze. Lakini mimi ninamtaja kama think tank. Yaani alikuwa mtu mwenye uwezo mkubwa wa kufikiri, kiasi ambacho japokuwa alikuwa mtunza hazina, na wakati naanza kulikuwa na makamu, na unafanya kazi hivyo kiprotocol, makamu akushauri mambo, lakini nilikuwa nagundua hicho kipawa. Kwa hiyo hata kama nataka makamu anishauri, narudi tena kwa mtunza hazina mkuu anishauri. Na ninaikumbuka kauli yake, anasema, hebu nipe muda kidogo nifikiri, halafu nitakurudia. Ninamtukuza Mungu sana kwa ajili ya kile kipawa, and I'm challenged kuishi maisha yake. Lakini alikuwa shujaa aliyetusaidia WWK kwa miradi. Yaani hata aliponipigia simu mkurugenzi aliyetangulia, Mama Lydia Materu, aliniambia, ukipata nafasi sema hili. Tulipokuwa tunaanza Faraja Seminari, yeye alikuwa mtunza hazina, mimi sikuwa mkurugenzi. Alikuwa mkurugenzi Lydia, lakini anasema yeye alitusaidia sana. Kuna wakati sisi tulikuwa tunabaki majumbani kwetu, yeye kwa kuwa ni mtunza hazina na ni mambo ya fedha, anaenda hatua zaidi kwenye kufanya. Leo WWK tuna Faraja Seminari. Watu wananiambia, kwa nini ile shule ni ya kanisa na umeiita jina lako? Nawaambia, nisameheni ndugu zangu. Hata ilipoanzishwa nilikuwa sio kiongozi. Walipambana kina Neema Sengenge chini ya uongozi wa Mama Lydia Materu. Lakini leo tuna Faraja Siha Seminari. Ana mchango mkubwa sana. Mimi nilikwenda masomoni kusoma masters Marekani, fursa ya kuinunua ile shule ilipotokea. Kwa hiyo chini ya uongozi wa Mama Eshmendi Swai kama makamu mkurugenzi, na Neema Salome Sengenge kama mtunza hazina, akishirikiana na Engineer Ray, walipambana sana kuipata ile shule, na Faraja Siha Seminari inaendelea. Wakati fulani TAG ikiadhimisha miaka 75, alikuja na mawazo, kumbuka ni think tank. Akasema, haya maadhimisho tutengeneze vitenge. Jamani, tulikuwa hatujawahi kutengeneza kuprint vitenge vyetu wenyewe kama WWK. Sare zetu zilikuwa ni t-shirt na sketi nyeusi. Lakini dada Neema akasema, tunaweza kwenda hatua zaidi. Mkurugenzi, tutengeneze vitenge. Wapi dada yangu? Nipe muda nifikiri, nitakurudia. Na aliponirudia, aliambatana na Engineer Ray, na walikwenda kwenye viwanda kadhaa. Mpaka leo WWK kila mwaka tuna printi vitenge vyetu. Tunayaenzi maisha yake na kazi kubwa aliyoifanya. Lakini tuna kituo cha watoto yatima kule Kabuku. Kimeanzishwa katika kipindi ambacho yeye alikuwa makamu mkurugenzi mwenye uzoefu wa mambo ya fedha, na mchango wake ni mkubwa sana katika miradi hiyo. Ninapomalizia niseme mambo yaliyogusa maisha yangu binafsi kwa kufanya kazi na Mama Neema Sengenge. Hata mimi nashindwa kusema alikuwa. Na mimi niko kwenye denial. Bado Bwana atatusaidia. Nilipokuja kuwa mkurugenzi mkuu, yeye alikuwa amekuwa mtunza hazina mkuu kwa miaka 16 plus. Na nilikuwa mkurugenzi mkuu wa makamu mkurugenzi mkuu aliyekaa kwenye nafasi miaka 16. Na katibu mkuu aliyekaa kwenye nafasi miaka 16. Hivi unajua wale wapelelezi 10 walijionaje? Bwana ni rehemu sana. Maana sikujiona kama panzi, japokuwa nilikuwa nafanania. Lakini huduma ya marehemu, namshukuru Mungu, mwaka huu nilipata nafasi ya kumueleza nilipokuja DIC. Kwa ufupi sana, nilimwambia Mungu alivyomtumia kunitia moyo kama mkurugenzi mpya kijana. Alinyenyekea kama alivyosema yule mzee wa kanisa, aliniita mkurugenzi mkuu. Na nilipotoa mawazo, alisema, hata kama zamani tulikuwa hatufanyi hivi, wewe ni mkurugenzi mkuu, wewe una veto. Wakati mwingine alinibana kwenye kona, kwenye corridor. Unajua mkiwa na vikao,
kunakuwa na mapumziko, alafu baadaye mnarudi kwenye kikao. Tukiwa kwenye mapumziko alikuwa ananiita, wewe ni mkurugenzi mkuu, lile wazo ni zuri, tumelipiga teke kwa sababu hatujalizoea. Ng'ang'ania lile wazo, wewe ndiye mkurugenzi mkuu, mimi niko nyuma yako. Mama Seng'enge, umetutangulia, tutakuja. Ninajisikia kukazana kama Mkristo, kuishi maisha matakatifu kama Mkristo, ili siku moja nikaonane naye shujaa Neema. Alinyenyekea sana, alikuwa zaidi yangu kiuzoefu, alikuwa amefanikiwa kiuchumi kuliko mimi, lakini aliniinua sana na kunifanya nitoshee kwenye kile kiatu ambacho nilikiona kikubwa kuliko saizi ya mguu wangu. Mungu ambariki na kuwabariki watu wengine wanaoinua walio chini ili wajisikie vizuri kwenye nafasi walizopewa. Aliteuliwa kuwa mtunza hazina wa East Africa nilipoteuliwa kuwa mwenyekiti, na hatukuwa na funds zozote. Mtunza hazina hana hazina, ndio tumeanza, na nilitakiwa kusafiri kwenda Burundi kuwahudumia wanawake, na nchi ya Burundi ni by then kanisa liko chini kuliko letu, wanatutazama kama wamishenari, na sisi kwenye ofisi yetu ya taifa hatukuwa na hiyo pesa, na alikuwa ame step down kama mtunza hazina. Nikamwambia kumtumikia Mungu kuna dai unyenyekevu. Nitaenda Burundi kwa basi, nitasafiri mpaka Kahama, nitaunganisha niende Burundi, nitamtumikia Bwana katikati ya wanawake wa Burundi na kurudi. Na aliniambia, mimi ni mtunza hazina wa East Africa, hatuna hazina, lakini huendi kwa basi. Nikasema niache niende kwa basi, tumtumikie Bwana kuanzia chini. Alisema, mimi ndiye mtunza hazina, hutaenda kwa basi. Alimeacha alama kwenye maisha yangu. Alinunua tiketi ya ndege kwa pesa gani? Aliniambia, Mungu ameniamini kuwa mtunza hazina kwa sababu anajua kona za kupita. Kwa hiyo Mungu ambariki Mama Neema. Oh my God, ni ngumu kuamini umeondoka kutuacha. Tunakukumbuka sana. Ametuachia zawadi kubwa sana WWK. Ametuachia mwanamke kijana aitwaye Tabitha Benki, ambaye ni mtunza hazina mkuu wa WWK kwa sasa. Hii ilinionyesha mapema Mungu alivyoikubali kazi yake. Sio kawaida utoke kwenye nafasi ya kitaifa alafu mtu aliyoko unayemchunga wewe ndo achukue ile nafasi. Si kawaida sana. Lakini maisha yake ya kuinua wanawake, vijana na vijana kwa ujumla kwenye kanisa la DIC, Mungu aliona iwe legacy, kwa sababu wakati fulani alinipa tu Tabitha anisindikize Burundi. Nilimuomba tu, ninaomba mwanamke kijana, wewe unalea vijana, mimi naenda Burundi, sitaki kwenda peke yangu na nataka kwenda na mwanamke kijana, nisaidie nipate mwanamke kijana. Alinipatia Tabitha akiwa sio kiongozi. Kumbe ulikuwa ni mchakato wa Mungu, kwa sababu ulipofika wakati wa kutafuta kiongozi na mimi ninawajibika kupendekeza, alikuwa amenikutanisha na Tabitha. Na tulipotafakari, na mshauri wetu mkuu akaniambia, kuna msichana wewe unamjua, mimi simjui, ila wewe unamjua, hebu muulize Mama Seng'enge kuhusu huyo mwanamke kijana. Nikamwambia, Mama Askofu ninamjua, na nilipokuwa naye Burundi nilimwambia huyo mwanamke kijana, kuna mpango mkubwa sana wa Mungu kwenye maisha yako, ndio maana uko na mimi hapa. Na ndivyo mama huyu alipoteuliwa. Na askofu mkuu hakutuuliza maswali mengi. Alivyosema, kama anapendekezwa na wewe na Mama Seng'enge, hata kama simfahamu, anatufaa. Hiyo ndio zawadi ambayo WWK tumebaki nayo. Ningeweza kusema mambo mengi, lakini nimalize kwa kusema kibinadamu tumeondokewa na mtu wa muhimu sana. Hata alipoacha uongozi, sisi kwa kujua vipawa vyake tuliendelea kufanya naye kazi, akituwakilisha majimboni kwenye conference zetu. Hata kwenye mkutano mkuu wetu uliopita ninaomba uwe msimamizi wa darasa la wake za wachungaji, kwa sababu tulielewa tunu zilizokuwa
ndani yake. Na niliongea na askofu mkuu baada ya kuwa tumepatwa na msiba huu, na yeye pia kama kiongozi wa kanisa la nchi, jambo hili limemgusa sana, na aliniambia uwakilishi wa kanisa utakuwepo katika maziko kesho, lakini sisi WWK kibinadamu tunaomboleza. Na ninaamini kwa kuwa tumefichwa haya mambo ya mtu akilala mauti hatumuoni, hatujui, ninaamini kuomboleza sio dhambi. Kama kuomboleza ni dhambi, basi mwenzenu niombeeni toba kwa msiba huu. Maana nikijikaza ninaona ubinadamu unakuja kwamba kuna mtu muhimu ameondoka. Wanawake wa TAG nchi nzima wamekuwa wakinitumia salamu za pole. Ninaamini wangetamani kuwepo, maana huduma yao imemgusa. Mungu awabariki sana. Makofi mengi kwa mkurugenzi wetu mkuu taifa. Amen. Tunashukuru sana mama kwa ajili ya neno ambalo umeweza kulisema. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amen. Niendelee kukutia moyo kwamba tunaendelea vizuri na ratiba yetu, na kama MC niseme mjipigie makofi tafadhali. Yes, tunashukuru sana kwa sababu wengine mmekaa mmekosa kivuli, lakini mmeendelea kusubiri tena na tena. Ni kwa sababu ya kuheshimu na kuthamini kazi kubwa na upendo mkubwa wa mama yetu Neema. Kwa sasa tutaenda kumkaribisha kutoka kwa familia kaka au mtoto wa kwanza kabisa wa mama yetu Neema, ambaye si mwingine ni Samuel Sengenge. Karibu sana. Makofi tafadhali kwa mtumishi wa Mungu wakati anakuja. Kwanza Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu kwamba amezidi kutupa nguvu mpaka sasa hivi katika familia yetu. Ni jambo ambalo kwa kibinadamu ni ngumu, lakini Mungu atatupigania. Niongee mambo machache ya mama. Kwanza mama alikuwa na upendo bwana. Sio akuficha, sio kinafiki. Hata kama umemuuzi, atakuita pembeni, hata amekuchapa. Lakini atakuita pembeni, atakwambia mwanangu nakupenda. Na pia mamangu alikuwa mtoaji. Amesema sisi tulikuwa tunakalishwa na mdogo wangu akati anajiandaa kwenda kufundisha kwenye mikutano somo la utoaji. Kwanza tuko wadogo mpaka tumekuwa mpaka tuna watoto sasa. Lakini mama alikuwa mtu wa utoaji. Kuna mama mmoja nilimpa baba testimonio, alikuwa Tabora. Sasa wakati anafundisha yule mama ametoka mbali. Sasa hivi sikumbuki ni miaka, kwa sababu nilikuja kukutana naye na mume wake ni mchungaji mpaka sasa hivi. Akasema nilitembea kwa mguu ili nifike kwa mkutano wa WWK. Na wakati mama anafundisha akamwambia tu, we mama, nikimaliza tu unione. Yule mama anakuambia alipewa wakati huo ni blue 3 F30 manaki. Anasema nilishangaa na nimetoka mbali na nilikuwa najua narudi tena kwa mguu na nina mtoto mgongoni. Lakini mama alikuwa mtoaji. Tena mama bwana alikuwa msafi. Tustaniane. Katika kitu. Bwana Yesu asifiwe. Ninaitwa Mrs. Neema Mboma, ni makamu mkurugenzi wa idara ya wanawake taifa. Nimesimama hapa kushuhudia mambo machache kati ya mengi ambayo mtumishi wa Mungu Neema Senyenge alikuwa akiyafanya. Nimebahatika kufanya naye kazi, nimekaa naye. Ni mama ambaye anampenda Mungu kuliko kawaida. Anampenda Mungu kuliko kawaida. Lakini jambo la pili,
Mama Neema Senyenge alikuwa na utoaji usiokuwa wa kawaida. Watu wanatoa, lakini alikuwa na utoaji usiokuwa wa kawaida ambao hauonekani kwa haraka. Yaani ni nyuma ya pazia, lakini mambo anayofanya ni makubwa mno. Na mkumbuka kwenye idara, yeye alikuwa ni mtunza hazina. Kwa hiyo wakati wa mkutano mkuu alikuwa anatoa zawadi kwa watunza hazina waliokuwa wanafanya vizuri. Alikuwa anatoa kanga. Na si hivyo tu, kwenye bodi, kila kikao cha bodi alikuwa analeta diary kama alivyosema mchungaji Elesia. Na alikuwa anatoa mpaka unamshangaa. Wakati mwingine tulikuwa tunaenda, labda tukienda kwenye mikutano, tunakaa labda kwenye gesti au kwenye hoteli. Kwa hiyo mnaweza mkawa mmekaa labda wiki. Wale watu wanaotuhudumia, ile siku ya mwisho ambayo tunaondoka, unashangaa Neema anawashikisha hela, anawashukuru. Kwa hiyo alikuwa ana shukrani, yani anaona zile huduma. Sio tu wale, hata kama ni dereva wa taxi ambaye anatupeleka, anaturudisha, anatupeleka, anaturudisha. Siku ya kuondoka, unashangaa Neema anamshika mkono. Kwa hiyo alikuwa na utoaji usiokuwa wa kawaida. Jambo lingine, Neema alikuwa ni mshauri. Na anajua kulea karama na vipaji walivyonavyo watu, hasa vijana. Yaani alikuwa na jicho. Yaani kama mtu ana kitu, anakiona na anahakikisha anafanya nini? Anakipalilia, anakilea, anashauri, anaelekeza. Yaani kwa kweli, mimi mwenyewe kusimama hapa, nguvu kubwa ni ya Neema Senyenge. Sana sana sana. Sana sana sana, sasa sijui nisemeje. Ila alikuwa anaweza jambo hilo. Na alikuwa ni mshauri asiyekuwa wa kawaida. Hata kwenye idara yetu, mkurugenzi ni shahidi. Haonekani sana mbele, lakini mambo mengi makubwa yalikuwa yanatokana na ushauri wake. Kwa hiyo tuna jambo la kujifunza. Mungu atusaidie tuyaishi yale yanayozungumzwa kwenye Biblia. Mwenzetu alikuwa mfano, amemaliza kazi. Sisi bado tunaendelea. Kwa kama kuna mtu alikuwa bado anajivuta, analegea, anataka watu labda wampongeze, wafanye nini? Tunaona watu ambao wanafanya vitu vikubwa lakini nyuma ya pazia. Kwa hiyo na sisi Mungu atusaidie tuendelee kufanya, na ikiwezekana tufanye zaidi na zaidi. Pole sana mchungaji Senyenge. Pole Samueli na Isaya kwa ajili ya kuondokewa na mama. Neema, mume wake alikuwa ni rafiki yake. Alikuwa mume rafiki. Unapomwona Neema unamwona mchungaji. Kwa hiyo tunawaombea na tunamwamini Mungu ni mwaminifu, ataendelea kuwatia nguvu hata waacha. Mungu awabariki sana.